Karibu Tabora, karibu Toronto. Katika operesheni nyingine iliyofanyika mtaa wa Manyanya, Kinondoni, jijini Dar es Salaam, zilikamatwa kilogramu 34.87 za mirungi zilizokuwa zikisafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso lenye namba za usajili T490 ECM kutoka Tarakea, mkoa wa Kilimanjaro. Mirungi hiyo ilitokea nchini Kenya, ilikuwa imefichwa kwa kuchanganywa na matenga ya nyanya ili kuficha uhalisia wa mzigo huo. Baada ya kufikishwa jijini Dar es Salaam, ilishushwa katika eneo la kituo cha mafuta kilichopo mtaa huo kabla ya kuanza kusambazwa kwa kutumia usafiri wa bajaji yenye namba za usajili MC 361 CZV. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Mohamed Omari Mohamed mwenye umri wa miaka 24, utingo na mkazi wa Tandale, Suleiman Omari Suguti miaka 34, dereva wa gari hilo mkazi wa Tarakea Rombo, na Deo Pascal Maratua miaka 32, dereva wa bajaji mkazi wa Tandale kwa Mtogole. Aidha, tunaendelea kumfuatilia mtuhumiwa Hussein Juma Salim mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Dar es Salaam aliyepo Nairobi, Kenya, akihusishwa na tukio hilo. Hawa wasafirishaji wa dawa za kulevya, baada ya kuona sasa udhibiti umezidi, wanachanganya na bidhaa halali ili kuweza kukamilisha uhalifu huo. Wanachanganya na ndizi, wanachanganya na mahindi, wanachanganya na nyanya, lakini na bidhaa nyingine ambapo wanazichanganya kwenye yale magari ya kusafirishia mizigo. Na huyu Hussein ambaye tunamtafuta, yeye ndo aliyekuwa ameagiza huo mzigo kutoka Nairobi ili uweze kuingia hapa Dar es Salaam na kusambaza kwa wateja wake. Lakini baada ya kusikia kwamba hiyo gari imekamatwa, alitorokea nchini Kenya kwenye mji wa Nairobi, na tunaendelea kumtafuta na tutahakisha tutamkamata huko huko aliko. Kwa hiyo tunatoa onyo pia kwa wale wafanyabiashara wa bidhaa, kama unasafirisha ndizi zako, unasafirisha mahindi yako, unasafirisha maharage, nyanya na vitu vingine, hakikisha, kwa kuwa wewe ndio unakodi lile gari kusafirisha zile bidhaa, hakikisha zile bidhaa zako hazichanganywi na dawa za kulevya. Tunapokamata gari imechanganya bidhaa zako ambazo wewe mwenyewe mfanyabiashara ndio umeziagiza, zikichanganywa na dawa za kulevya, ina maana na wewe utakuwa unahusika, kwa sababu ule mzigo ni wa kwako. Lazima ujue kilichopakiwa kwenye ule mzigo, kwa kuwa wewe ndio umekodi lile gari. Lazima uhakikishe kwamba kwenye lile gari hakuingii vitu vingine ambavyo ni haramu. Hivyo tunatoa onyo kwa wale wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa mbalimbali kuhakikisha kwamba zile bidhaa wanazosafirisha hazichanganywi na dawa za kulevya. Lakini pia madereva wa hayo magari ya mizigo, tutahakikisha nao tunawachukulia hatua kama huyu tuliyemkamata, naye tutahakikisha tunamchukulia hatua kwamba ni msafirishaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo wajiepushe na usafirishaji huo wa dawa za kulevya ili wasije wakaingia kwenye mkono wa sheria. Jijini Dar es Salaam, katika eneo la mizigo inayosafirishwa kwenda nje ya nchi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, tulikamata kilogramu 19.94 za bidhaa zilizotambulishwa kama virutubisho vya lishe aina ya mlonge zinazotambulika kama Alpha Cell au Moringa Extract. Baada ya vipimo zilibainika kuwa vina viambata vya dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Prazepam. Bidhaa hizi ziliingizwa nchini kutokea nchini Malaysia na zilikuwa zinaandaliwa kwenda nchini Barbados katika visiwa vya Caribbean. Katika tukio hilo tuliwakamata watuhumiwa Agustino Metusela Ismael mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Kimara, Zamia Hardi Upunda mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Bungoni Ilala, na Habiba Ali Mziga miaka 54, mkazi wa Mbezi Makonde jijini Dar es Salaam. Prazepam ni dawa tiba yenye asili ya kulevya iliyopo katika kundi la benzodiazepine inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali ikiwemo wasiwasi, msongo wa mawazo na kukosa usingizi. Endapo dawa hizi zitatumika kiholela au bila maelekezo ya daktari, zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu mfumo wa fahamu, mfumo wa upumuaji, upotezaji wa fahamu na hata kifo. Ukijaribu kuangalia watumiaji, wasafirishaji wa dawa za kulevya au wahalifu wa dawa za kulevya hivi sasa wanatumia bidhaa mbalimbali ambazo wanaona kwamba zinapendwa na wananchi ili kuweza kuingiza dawa za kulevya ndani yake na kuweza kutafuta soko. Lakini matokeo yake sasa wale watumiaji
ambao wanatumia hizo dawa au hizo bidhaa bila kujua kama ndani yake kuna dawa za kulevya, mwisho wa siku wanapata uraibu, na wanapopata uraibu wanakuwa tegemezi wa ile dawa, na mwisho wa siku unajikuta kwamba hawa wahalifu wanajikuta wamepata soko na dawa yao inanunuliwa zaidi, kumbe ndani yake wamechanganya na dawa tiba zenye asili ya kulevya au dawa za kulevya na kuharibu afya za Watanzania. Lakini pia ukijaribu kuangalia usafirishaji wa hii dawa unatia mashaka, kwa sababu imetoka nchini Malaysia, lakini badala ya kwenda moja kwa moja kwenye hizo nchi unazoenda ambapo ni Barbados, kwenye visiwa vya Caribbean, imeshuka hapa nchini ikaenda tena kupakiwa upya afu isafirishwe tena kwenda kwenye hivi visiwa. Hii ni mbinu nyingine inayotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya ili kuvunja ule mtandao, au dawa inapokamatwa isibainike moja kwa moja ilitokea wapi, ili waendelee kufanya uhalifu bila kubainika kirahisi. Lakini mwisho wa siku sasa, hii dawa ingekamatwa kwenye hizi nchi ambazo, hii nchi ambayo ilikuwa inapelekwa ingeonekana imetoka Tanzania, kumbe haijatoka Tanzania. Kwa hiyo tutaendelea kufanya operation, tutaendelea kudhibiti vifurushi vyote vinavyopita kwenye nchi yetu na vinavyoingia, ili kuhakikisha hakuna dawa za kulevya zinazotumika kuingiza au kutumia vifurushi hivyo. Karibu Tabora, karibu Toronto.